Sasa login pale ambapo utakuwa umeshajiunga mara ya kwanza. Tena ukishajiunga mara ya kwanza, ukifungua tu platform itakuwa imekuwekea kitu kama hiki hapa. Platform kama hizi hapa. Hapo nyuma nimeweka video namna ambavyo unaweza kupata pesa kwa kutumia namna ambavyo pesa zinapatikana kwa kutumia platform kama vile BL ambapo ilitoka na baadhi ya pesa za watu. Sasa kujitoka katika wimbi hilo hapo la kuwa ni mtu ambaye anakuwa na safa, kwa maana ya kwamba unakuwa pesa zako zinaondoka na kwa kutumia platform hizi hapa, unafanya vipi? Ni kwamba pale ambapo unatakiwa ujiunge ni kwamba uzingatie muda ambao platform imetoka. Kwa mfano kama hii hapa ina muda mchache tangu imetoka, na uzingatie kwamba baada ya kuingiza pesa zako unazilinda, kwa sababu pale ambapo utakuwa umelinda pesa zako, kuna kitu ambacho utakuwa umeokoa kutokana na pesa zako kuwa umezilinda. Kwa namna gani? Haya mambo yote utajua katika hapa platform. Atakuletea kama unataka kujiunga na group la Telegram, utagusa Telegram, lakini kama unataka kujiunga uta cancel. Tena ukurasa wa kwanza utakuwa hii hapa, utakuletea sehemu kama hii hapa. Yes, platform ndio itakuwa inaonekana kama hivi hapo. Ukishajiunga hapa kutakuwa kuna recharge, kuna withdraw. Sasa tuanze na sehemu ya msingi sana, namna ambavyo unaweza kutoa pesa. Na unatoaje pesa katika platform hii hapa? Utagusa sehemu ya withdraw pale ambapo namna ya kuweka pesa pia tunajua, tunaenda kuangalia hapo mbele na namna ya kufanya nini uwekezaji katika platform hii hapa. Tunaenda kuangalia hapo mbele na namna ya kushare link na namna ya kuingiza pesa, zote tunaenda kuzungumzia yote, mambo ya msingi yote tunaenda kuzungumzia hapo mbele. Lakini sasa hivi tunaanza na namna ya kutoa pesa. Unatoa vipi pesa? Utagusa hapa sehemu kwenye ukurasa wako wa home hapa, utagusa kuna sehemu ya withdraw. Withdraw hii hapa ni sehemu ya wewe kutoa pesa. Utagusa withdraw, then itafunga kama hivi hapa. Hapo kuna kuwa wamekuandikia withdraw, choose a bank. Choose your bank. Hii kuchoose your bank inamaanisha utajaza taarifa zako za account ambapo pesa wakiwa wanaweka inakuwa inaenda kwenye hiyo pesa. Utagusa hapo kwenye, utakuwa unaingia katika hiyo account. Utagusa hapo kwenye choose account, choose bank, then utagusa hapa kwenye add bank account. Ukishagusa kwenye add bank account, hapo kuna sehemu ya receive account ambayo inakuwa na jina ambalo linakuwa lina majina kamili ambayo kwenye line hiyo ambayo unataka pesa zao zinaingia. Kwa mfano hapa nikitaka ni kwa mfano tu hii, kwa sababu ni video ya kukuelekeza, mimi naandika hivi hapa Finemax hapa. Alafu then baadaye hapa chini utaandika namba yako ya simu. Utaandika namba yako ya simu, baadaye namba ya simu ambayo pesa hiyo itakuwa inaingia. Then hapa hiyo namba ni ya mtandao gani utakuwa unaweka. Inatakiwa ziwe hiyo ni mitandao mitatu. Kutoa pesa unatakiwa kuzingatia hapa mitandao mitatu. Wala utabidi uiache TTCL usiweke, kwa sababu haipo katika platform, haifahamiki katika mfumo wao wa malipo. Sasa ni namba inayotakiwa iwe ya Tigo, Airtel au Vodacom. Then kama ni Vodacom au ni Tigo au ni nini, utagusa utaconfirm kama ni mtandao gani, then utapiga done. Baada ya pale utagusa confirm hapo. Ukisha confirm inamaanisha utakuwa umeconnectiwa kwamba hii ndio itakuwa namba yako pesa ambayo watakuwa na ukiwa unafanya withdraw, ndio pesa atakuwa na ukirudi hapo utaikuta. Ukiwa unafanya withdraw na maanisha ndio pesa zitakuwa zinaingia katika sehemu hii hapa. Sasa kwa mfano nataka kutoa kiasi fulani, utaandika hapa. Ni kwamba masharti yao pia kutoa pesa ni kwamba kiasi kidogo sana cha kutoa pesa ni shilingi 6,000 ya Tanzania. Sasa hapo utakuwa ukitaka kutoa pesa unaingia katika hiyo sehemu, kwa sababu ngoja turudi mwanzo hapa nikuoneshe. Ni kwamba utaingia katika withdraw, sehemu ya kutoa pesa, then utaandika ukiwa umesha add account yako itakuwa ya kutoa pesa itakuwa imesha add hapo. Sasa sehemu kiwango cha kutoa pesa inamaanisha utaandika kiasi ambacho utakuwa unatolea pesa. Kwa mfano unatoa shilingi 6,000, utaandika hapa shilingi 6,000. Alafu then baadaye utakuja huku chini utaandika withdraw money now. Haya masharti yote kwamba pesa itaingia baada ya muda gani, utakuwa kama utahitaji kuyasoma pia utayasoma, na muda wa kufanya withdraw pia umewekwa hapo. Lakini kwamba kuna riba pale unapokuwa umetoa pesa, ni kwamba ni 12% inakatwa pale ambapo unakuwa unatoa pesa kutoka katika platform hii hapa, kama sehemu yao ya maintenance wanavodai wao. Then baada ya pale hivi pesa itakuwa inaingia ndani ya masaa 2 ama 3. Lakini ni kwamba haiwezi kazidi masaa 24 pale ambapo unakuwa umetoa pesa yako katika platform hii hapa. Then utagusa withdraw money now. Ukiwa na kiasi itakuandikia hapo kiasi, then itatoa pesa zako. Baada ya muda fulani utaikuta pesa yako ikiwa kwa sasa hivi mimi ukiingia unatakiwa ukumbuke kwamba utakuwa umepewa kiasi cha shilingi 1,000 katika account yako. Haya, sasa unafanya vipi recharge? Kuweka pesa, unaweka vipi pesa? Kuweka pesa tutaangalia baada ya kujua pesa inapatikana vipi katika platform hii hapa. Kwanza katika platform kuna sehemu moja inaitwa product. Product hapa ni sehemu ambayo wewe
kuna product mbalimbali. Hii platform wanadai kwamba ni sehemu ambayo utakuwa unawekeza pesa katika product ambazo wameziweka hapa katika list zile. Baada ya kuwekeza zile pesa ndani ya muda fulani ambao utakuwa umeweka, utakuwa unaingiza kiasi fulani ndani ya siku ambazo utakuwa umefanya kazi. Itakuwa imefanya kazi. Kwa mfano kiasi kidogo sana ni shilingi 20,000 utawekeza katika bidhaa hapa inaitwa Grassfield PA 12. Ukishaingia hapa hivi, ukishawekeza inamaanisha kwamba utakuwa ndani ya siku 80 kila siku utakuwa unaingiza shilingi 5,000. Utakuwa unaingiza shilingi 5,000 ukiwa umewekeza shilingi 20,000 kwa kila siku ndani ya siku 80. Then ukicalculate hapo ndani hizo siku 80 inamaanisha utakuwa umeingiza 1,000,000 kwa shilingi 80,000. Sasa ukitaka kubai hiyo hapo, hiyo zipo nyingi hapa. Sasa utachagua ambayo iko suitable kwako. Mimi kwa sababu kuni minimize video isiende sana, nitaelezea chache tu. Na hii hapa ngoja tuelezee hapa pia. Moja ya mwisho ni kwamba hii Formlabs standard series hii hapa ya mwisho itatakiwa kwamba uwekeze shilingi 300,000. Then baada ya pale ndani ya siku 80 utakuwa unaweza kuingiza 89,000 kwa kila siku ndani ya hizo siku 80. Kwa kila siku ndani ya hizo siku 80 inamaanisha kwamba, na platform hii hapa kumbuka ni kwamba platform ambayo utakuwa haufanyi kazi sana. Platform kama hizi hapa ni kwamba zinazuka na kutoweka. Sasa kama unataka kujiunga na kupata faida mapema, unatakiwa ujiunge mapema. Link itakuwa nimeweka sehemu ya description au kwenye comment ya kwanza hapo. Utaingia hapo, then utagusa link itakupeleka moja kwa moja kwenye ukurasa wa kujiunga, then utawekeza na utafanya mambo yote ambayo nakuelekeza hapa ili kupata faida. Then kwa mfano kama hii hapa hivi 300,000 ndani ya siku 80 utakuwa unaingiza shilingi 89 kwa kila siku. Alafu baada ya pale hivi faida ambayo utaipata ndani ya hizo siku 80 baada ya kila siku kuingiza pesa itamaanisha utakuwa umepata 7,120,000. Then ukitaka kubai utagusa hapa kwenye kubai, then itakuletea kama hivi hapa, utaconfirm. Ukiona kiasi moja kwa moja kitakuwa kimekatwa na utakuwa moja kwa moja umesha kuwekeza. Then baada ya masaa 24 inamaanisha siku ya kesho pia utakuja uangalia, utakuta 89,000 yako imeingia katika account. Na kwa sababu hii ni 89,000 imezidi shilingi 8,000 ambayo ni minimum withdraw amount, unaweza kaitoa hiyo kesho. Sasa ukipiga mahesabu hapa ni kwamba baada ya siku kadhaa, siku 2, 3, 4 utakuwa umeingiza kiasi chako chote cha mtaji, na ambacho utakuwa unaweza kuendelea sasa kwa kuacha sasa faida ijiendeshe yenyewe baada ya kutoa mtaji. Na platform hizi hapa natakiwa uzingatie kwamba mtaji unatakiwa then uache mambo mengine yaendelee, kwamba mtaji itatakiwa utoe mapema, then vitu vingine uache viendelee baada ya wewe kutoa mtaji ule. Then baada ya pale tutaangalia namna ya kurecharge. Namna ya kurecharge inafanya vipi na namna ya kualika unafanya vipi. Na ndio mambo ya msingi ambayo nimekutueleza hapa. Tuje tuone. Namna ya kurecharge, utagusa kwenye ukurasa wako wa home hapa, utagusa kuna sehemu recharge, neno recharge, utagusa recharge. Then baada ya pale hivi recharge amount itakuja automatically pale. Recharge amount, minimum recharge amount, kiasi kidogo cha kuweka recharge inamaanisha shilingi 20,000. Baada ya shilingi 20,000 pale utagusa shilingi 20,000. Kwa mfano nataka uweke shilingi 300,000, utagusa 300,000, then itakuwa imewekwa pale. Baada ya pale utaweka hapa chini, utaweka namba yako ambayo utataka iweke pesa, utaweka namba yako kwa usahihi kabisa. Then baada ya pale utagusa hapa kwenye P1. Hawa sasa ni wale ambao wata recharge method, ni recharge method yako. Sasa unataka uingize katika mfumo gani? Kama unataka kutumia katika mfumo wa line au katika mfumo wa bank, then utagusa hapo hivi, then uta recharge now. Recharge now itakupeleka moja kwa moja kwenye mtu ambaye unatakiwa umtumie pesa kwa maelekezo yote, kwamba utatakiwa pesa uitume katika account fulani. Then ukishaituma katika account fulani watakupatia account pale na username ya hiyo account, na ukishaituma inamaanisha moja kwa moja then utakuta pesa yako katika ukurasa wa home. Sasa ukishaikuta katika ukurasa wa home inamaanisha tayari unaweza sasa ukawekeza katika kiasi ambacho utakuwa umeweka. Zingatia kwamba hizi platforms zinazuka na kutoweka. Hakikisha kwamba uingie hasara, kwa sababu maelezo yote ninayokupa yanakutosha, kwa sababu yanatosha kukuelezea namna ambavyo unatakiwa ufanye ili usipate hasara katika platform hizi hapa. Zinazuka na kutoweka muda wote, inaweza kaondoka. Sasa inatakiwa ukiingia ukipata faida, inatakiwa faida yako utoe kiasi cha mtaji ambacho ulitumia kujiunga, then baadaye uache faida endelee kuendesha platform. Then ukitaka kualika watu unaingia katika timu hapa. Kuna level 1 ya kualika. Na maanisha pale utakapomwalika mtu wa kwanza akiwekeza kiasi cha shilingi atakayowekeza